Iran yasema hakuna chombo kinachoweza kupita salama Hormuz bila idhini. Msemaji wa kamandi kuu ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ijulikanayo kama makao makuu ya Hatam al-Anbiya amekanusha madai ya Marekani kwamba meli zinaendelea kupita kwa hali ya kawaida katika lango bahari la Hormuz, akisema hakuna chombo kinachoweza kuvuka kwa usalama njia hiyo ya kimkakati bila idhini na uangalizi wa Iran. Luteni Kanali Ibrahim Zolfakar amesema kwenye taarifa Alhamisi kwamba madai ya Marekani kuhusu kupita kwa kawaida kwa vyombo vya majini katika lango bahari la Hormuz ni ya uongo na yasiyo na msingi, akiyataja kuwa ni ishara ya kukata tamaa na kushindwa kwa jeshi la Marekani. Anasema lango bahari la Hormuz linasalia kama ilivyokuwa zamani chini ya usimamizi na udhibiti kamili wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amesema Zolfakar, akiongeza kuwa hakuna meli ya kibiashara wala mafuta inayoweza kupita salama katika njia hiyo ila idhini na uangalizi wa vikosi vya kijeshi vya Iran. Ameongeza kuwa Marekani na jeshi lake vimewahi kushuhudia mara kwa mara nguvu na msimamo thabiti wa wananchi wa Iran pamoja na vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo. Luteni Kanali Zolfakar pia ameikosoa Marekani kwa kuendeleza chokochoko za kuyumbisha usalama katika eneo hilo. Aliongeza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran vinafuatilia kwa karibu shughuli za Marekani na Israeli katika eneo na vitajibu tishio lolote kwa nguvu na ukali zaidi kuliko hapo awali. Taarifa hiyo imesema vikosi vya ulinzi vya Iran vitaendelea kuchukua hatua za kulinda mamlaka ya kitaifa na maslahi ya nchi chini ya uongozi wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mojtaba Khamenei. Marekani imekuwa ikishambulia Iran tangu mapema Julai baada ya Washington kukiuka masharti ya hati ya makubaliano ya Islamabad, ambapo ilikusudiwa kumaliza kabisa vita vilivyoanzishwa dhidi ya Iran na Marekani pamoja na utawala wa Israeli mwishoni mwa Februari. Makubaliano hayo yalitambua haki na mamlaka ya Iran juu ya lango bahari la Hormuz. Hata hivyo, Marekani imekiuka mapatano hayo na kuanzisha mkondo usio salama karibu na pwani ya Oman. Hatua hiyo ya Marekani, ambayo ni kinyume cha sheria, ilichochea jibu kali la Iran, ambayo sasa inasimamia eneo hilo la kimkakati baharini. Iran imesisitiza kuwa harakati yoyote katika njia hiyo nyeti ya kimkakati lazima ifanywe kwa mujibu wa mipango na taratibu za Iran kwa kuzingatia makubaliano hayo. Vilevile, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Baghaei amesema kwamba pale ambapo sheria inashindwa kuchukua hatua mbele ya nguvu na mabavu, imani ya jamii ya kimataifa katika uwezekano wa kuwepo utawala wa sheria katika mahusiano ya kimataifa hudhoofika. Baghaei amesisitiza kuwa heshima na kuheshimiwa sheria na kanuni za kimataifa ni msingi muhimu wa kujenga mfumo wa haki na wa kuaminika katika mahusiano kati ya nchi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ameonya kwamba iwapo kushambulia miundombinu au kutishia kufanya mashambulizi kutageuka kuwa jambo la kawaida katika mahusiano ya kimataifa, hakuna nchi itakayokuwa salama dhidi ya mashambulizi kutoka kwa wengine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Baghaei amesema kuwa Agosti 12 ni kumbukumbu ya miaka 77 tangu kupitishwa kwa mikataba minne Geneva ya mwaka 1949 kuhusu sheria za vita na sheria za kimataifa kibinadamu. Baghaei amesema katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X kwamba mikataba hiyo iliweka kanuni muhimu zaidi za sheria za vita, zikiwemo kutofautisha kati ya malengo ya kijeshi na yasiyo ya kijeshi, uwiano, ulazima wa kijeshi, pamoja na kuzuia maumivu na mateso yasiyo ya lazima. Amesema kanuni hizo ziliwekwa kwa lengo la kuifanya jamii ya binadamu wenye ustaarabu zaidi na vita kuwa na utu zaidi. Vilevile, kaimu mkuu wa idara ya haki za binadamu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amelani hatua ya Ufaransa na baadhi ya nchi za Magharibi kutoa taarifa pamoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kisingizio cha masuala ya haki za binadamu, na kusema kuwa hatua hiyo ni mfano wa wazi wa unafiki wa kupotosha ukweli wa mambo. Hamid Ahmad, kaimu mkuu wa idara ya haki za binadamu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, amesema hatua ya Ufaransa na baadhi ya nchi za Magharibi ya kutoa taarifa pamoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kisingizio cha masuala ya haki za binadamu ni hatua ya kujirudia inayolenga kukwepa kuwajibishwa nchi hizo kutokana na ukiukwaji wao mkubwa wa haki za binadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu katika maeneo mbalimbali duniani yakiwemo Afrika na eneo la Asia Magharibi, hususan kuhusiana na raia wa Iran. Ahmad alikumbusha historia chafu ya ukoloni wa Ufaransa barani Afrika na katika maeneo mengine ya dunia, pamoja na hatua ya uingiliaji wa nchi hiyo katika baadhi ya mataifa ya Afrika ambazo moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja zimesababisha mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya mamilioni ya watu wasio na hatia. Aliwashauri viongozi wa Ufaransa kwamba badala ya kuwahubiria wengine, wanapaswa kurekebisha mienendo yao ya kibaguzi dhidi ya raia wa nchi nyingine na wahamiaji na kusitisha uungaji mkono wao wa kila hali usio na masharti na usio wa kibinadamu kwa utawala wa Kizayuni unaofanya mauaji ya kimbari na unaokalia kwa mabavu maeneo ya watu wengi. Wakati hayo yakiendelea,
Khatibu wa sala ya Ijumaa iliyoswaliwa mjini Tehran amesema kuwa Marekani ilitaka kuangamiza uwezo wa makombora wa Iran, lakini ilishindwa na kufeli katika mpango wake huo. Ayatollah Said Ahmad Hatam amesema hayo mbele ya hadhara ya waumini waliohudhuria ibada ya kisiasa na kimaanawi ya sala ya Ijumaa na kubainisha kwamba uwezo huo wa makombora wa Iran umeifanya Marekani idhalilike, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu utaendelea kuifanya idhalilike pia katika siku zijazo. Akihutubia waumini katika sala ya Ijumaa iliyosaliwa katika musala wa Imam Khomeini, Ayatollah Hatam amesema katika zaidi ya siku 160 za mapambano na mukawama, Mwenyezi Mungu amewajalia wananchi wa Iran neema na msaada mwingi. Miongoni mwao ni kwamba adui alitaka kuangamiza mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu si kwamba tu alishindwa kuangamiza mfumo huo, bali Iran leo imekuwa nguvu kubwa duniani. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vikosi vya Iran vina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz licha madai ya Marekani kinyume chake. Ibrahim Zolfagari, msemaji makao makuu ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, anasisitiza tena. Kumbuka siku iliyopita Rais wa Marekani Donald Trump alisema Marekani ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz na itauweka katika siku zijazo. Haya yakiendelea, jeshi la Marekani linaweza kudumisha kizuizi cha majini dhidi ya Iran kwa muda usiojulikana. Waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth anawaambia waandishi wa habari, kwa muda usiojulikana jeshi la wanamaji la Marekani linaweza kudumisha kizuizi kama hicho kwa sababu tutazungusha meli ndani na nje kama tulivyofanya na tutaendelea, Richards alimnukuu akisema. Lakini haya yakiendelea, meli mbili zinazoendeshwa na kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Abu Dhabi zimeshambuliwa katika mlango wa Hormuz bila majeruhi kuripotiwa, shirika la habari la Emirates limenukuu kampuni hiyo ikisema. Wizara ya mambo ya nje ya Falme za Kiarabu ililaumu Iran kwa shambulio hilo. Abu Dhabi ilitaka Tehran kuacha vitendo vya ukatili na kufungua tena mlango bahari kikamilifu bila masharti. Meli ya ADNOC ilishambuliwa kwenye mlango bahari wa Hormuz mnamo Agosti 8. Kampuni hiyo ilisema hakukuwa na majeruhi. Kiasi cha mafuta kinachopita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa sasa kinafikia mapipa milioni 8 hadi 9 kwa siku. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright anasema, tunasema mapipa milioni 8 hadi 9 kwa siku yanayopita kwenye mlango bahari, aliambia Fox News. Jarida la Wall Street liliripoti mapema likinukuu data ya ufuatiliaji wa meli kwamba traffic kupitia mlango bahari wa Hormuz ilikuwa polepole mwezi mzima wa Julai, ikiwa na wastani wa vivuko 26 kwa siku. Meli 14 pekee ndizo zilizovuka njia ya maji Jumanne. Wright alipinga ripoti hiyo. Pakistan inaendelea kufanya juhudi za upatanishi ili kutatua mgogoro kati ya Iran na Marekani. Balozi wa Pakistan nchini Turkmenistan Faryal Lagar anasema uongozi wa kiraia na kijeshi wa Pakistan, hasa Waziri Mkuu Mohammad Shehbaz Sharif na Jenerali Asim Munir, wanafanya kazi bila kuchoka kuunga mkono juhudi za upatanishi zinazolenga utatuzi wa amani wa migogoro kati ya Marekani na Iran. Kutambua faida kubwa za amani ya kikanda, ni lazima tuendelee kuhimiza mazungumzo, kurejesha uaminifu ambapo uhusiano umekuwa mgumu, na tunatumaini kwamba juhudi za upatanishi zinazostahiliwa zitaleta pande zote zinazohusika karibu na suluhu ya haki na ya kudumu, anasema katika mapokezi kwenye ubalozi wa Pakistan wakati wa siku ya uhuru wa nchi hiyo. Hatimaye Marekani inajiandaa kutuma meli ya kubeba ndege ya USS George Washington Mashariki ya Kati kuchukua nafasi ya USS Abraham Lincoln kama sehemu ya mzunguko uliopangwa, kulingana na The Wall Street Journal. Kulingana na gazeti hilo, meli ya USS Abraham imekuwa katika eneo hilo tangu Januari, ambapo ilitumwa kabla ya operesheni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran. Meli hiyo ya kubeba ndege ilichukua jukumu muhimu katika operesheni ya Marekani ya Epic Fury na baadaye ilishiriki katika kuzuiwa kwa bandari za Iran. Meli ya USS Abraham Lincoln imekuwa baharini kwa zaidi ya siku 250 na haijaingia bandarini kwa siku 200, ambayo imekuwa rekodi ya kukaa kwa muda mrefu zaidi baharini. Senator Richard Blumenthal aliomba Pentagon taarifa kuhusu hali ya huduma ya wafanyakazi na ripoti za matatizo ya afya ya akili ya mabaharia waliokuwa ndani. Na taarifa pia kwenye meli hiyo ni kwamba wanajeshi 7 wa jeshi la wanamaji la Marekani wameripotiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mapigano makali ndani ya meli ya USS Abraham Lincoln, huku machafuko yanayoongezeka miongoni mwa wafanyakazi wa meli hiyo yakiweka wazi mashinikizo makubwa ndani ya jeshi la Marekani kutokana na majukumu ya muda mrefu ya kivita. Shirika la habari la Tasnim lilinukuu chanzo cha kijeshi chenye taarifa kamili. Imeripoti kuwa tukio hilo lilitokea baada ya mshauri wa kamandi kuu ya majeshi ya Marekani CENTCOM Brad Cooper kupanda meli hiyo ili kushughulikia malalamiko yanayoongezeka kutoka kwa maafisa wa kijeshi kufuatia upinzani wa familia zao kuhusu kuendelea majukumu ya wanajeshi walioko kwenye meli hiyo kwa muda mrefu. Inasemekana mshauri huyo alikumbana na matusi na kurushia chupa za maji alipokuwa akihutubia mkutano wa wanajeshi walioko ndani ya manuari ya USS Abraham.
Malumbano hayo baadaye yaligeuka na kuwa mapigano kati ya wanajeshi wa Marekani yaliyohusisha visu na silaha zingine kali na kusababisha vifo vya maafisa 7 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Shirika la habari la Tasnim limeripoti kuwa hali ya mambo ndani ya meli hiyo ya kubeba ndege bado ni ya wasiwasi na mvutano. Manuari ya kijeshi Abraham Lincoln imekuwa katika majukumu ya kijeshi kwa siku 263 na kwa sasa anafanya kazi katika bahari ya Hindi ambapo dhamira yake kuu ni kutekeleza mzingiro haramu wa majini dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Machafuko haya yameripotiwa huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu hali na mazingira ya kazi ya mabaharia na wanajeshi wa majini wapatao 5,000 wa Marekani walioko ndani ya meli hiyo. Inaripotiwa kwamba wanajeshi walioko ndani ya meli hiyo wanalalamika uhaba wa chakula, huku milo yao ikipunguzwa hadi nusu kikombe cha wali na vipande viwili vya nyama. Vitengo vya kufulia nguo vya manuari hivyo pia vimeharibika kwa wiki 2 na ukungu katika maeneo ya kuogea umesababisha maambukizi ya fungus miongoni mwa wanajeshi hao. Familia za wanajeshi walioko ndani ya manuari Abraham Lincoln zimeeleza wasiwasi wao kuhusu uchovu, afya ya akili na athari mbaya za mwendo mrefu wa operesheni za muda mrefu za kijeshi kwenye uwezo wa wanajeshi hao wa kutekeleza majukumu yao kwa amani. Vifo vikotiwa ndani ya meli ya Abraham vinafuatia tukio lingine kubwa lililohusisha meli ya USS Gerald Ford mnamo Machi 12, 2026. Moto ulizuka katika makazi ya wanajeshi wapatao 600 na kujeruhi 200 miongoni mwao. Meli ya Gerald Ford baadaye iliwapeleka wanajeshi waliojeruhiwa kwenye kituo cha jeshi la majini la Marekani kwenye kisiwa cha Crete nchini Ugiriki kabla ya kulazimishwa kurudi Marekani. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa baba wa kivita. Mimi The Rich Voice.